Sura ya 9. Nafsi inayotenda dhambi itakufa. Baadhi husema kwamba nafsi ya mwanadamu haipo tena baada ya kifo, kwa sababu imeandikwa, utakapokula matunda yake hakika utakufa, na roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Bila shaka ni kweli kwamba mwenye dhambi anapokufa roho yake pia hufa. Lakini kifo cha mwili ni tofauti na kifo cha roho, kwa sababu mwili umeumbwa kutoka kwa mavumbi ya ardhi na roho hutolewa na Mungu. Kifo cha mwili ni mauti ya kwanza na kifo cha roho ni mauti ya pili. Mauti ya kwanza, mauti ya mwili, inatokana na dhambi ya mwili iliyorithiwa kutoka kwa Adamu, baba wa wanadamu wote. Na mauti ya pili, mauti ya roho, inatokana na dhambi ya mtu binafsi iliyofanywa katika ulimwengu wa malaika. Biblia inasema kila mmoja atahukumiwa kulingana na matendo yake. Alichokifanya kila mtu katika ulimwengu wa malaika kitafanyika tena katika ulimwengu huu, atahukumiwa katika mwili na roho pia. Tunachosema juu ya nafsi si nadharia ya kutoweza kufa kwa nafsi ya mwanadamu ambayo Kanisa Katoliki na Kanisa la Presbiteri hufundisha, bali ni fundisho la Biblia kwamba si nafsi tu itendayo dhambi bali pia malaika wanaotenda dhambi watahukumiwa na kuwekwa kwenye hukumu na kuuawa baada ya yote. Mtume Paulo alisema, kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja tu na baada ya kufa akabili hukumu. Baada ya kufa kila mtu atakabili hukumu. Miili yao inapokufa, roho zao huhukumiwa sawasawa na matendo yao, kama ilivyoandikwa. Ufunuo sura 20 mstari 12, nami nikawaona wafu wakubwa na wadogo, wakiwa wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Pia kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni kitabu cha uzima. Hao wafu wakahukumiwa sawasawa na matendo yao kama yalivyoandikwa ndani ya hivyo vitabu. Na Yesu akasema, Luka sura ya 12 mstari 47, yule mtumishi anayefahamu vyema mapenzi ya bwana wake na asijiandae wala kufanya kama apendavyo bwana wake atapigwa kwa mapigo mengi. Lakini yeyote ambaye hakujua naye akafanya yale yastahilio kupigwa atapigwa kidogo. Hivyo hakuna shaka kwamba kila mtu atahukumiwa sawasawa na dhambi yake mwenyewe. Mistari ya juu inaonyesha wazi kwamba siku ya hukumu kila mtu ataadhibiwa sawasawa na matendo yake, sawasawa na kiwango cha dhambi yake, kwa saa moja au siku moja au kizazi. Baada ya kuadhibiwa, roho huangamia milele. Hii ndiyo mauti ya pili. Lakini Ibilisi na manabii wa uongo ambao wamewapotosha mataifa watateswa mchana na usiku milele na milele, kama ilivyoandikwa. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 10, naye Ibilisi aliyewadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti walikokuwa wametupwa yule mnyama na yule nabii wa uongo. Watateswa humo usiku na mchana milele na milele.